Ujambo na karibu. Ajabu ya siasa sasa inaonekana wazi. Sifuna alikuwa na mpango wa akiba tangu mwanzo. Ikiwa mahakama ingethibitisha kuondolewa kwake kama katibu mkuu wa ODM, mpango ulikuwa ni kuondoka ODM na kuhamia chama cha People's Renaissance Movement. Chama hicho kilitarajiwa kuwa chombo cha kisiasa cha kundi la Linda Mwananchi kuelekea uchaguzi wa mwaka 2027. Lakini sasa hubadilika kwa kasi kubwa baada ya kutofautiana na Caleb kuhusu mwelekeo wa haraka hizo. Chama ambacho kilipaswa kuwa ngao ya Sifuna sasa hakipo tena kwa ajili yake. Caleb amekataa kukabidhi cheti cha usajili wa People Renaissance Movement kwa Sifuna na Orengo, huku kamati kuu ya kitaifa ya ODM NEC ikisalia imara kwenye uamuzi wake. Leo Sifuna anajikuta katika hali ya kutatanisha. Anapigania kubaki ndani ya chama ambacho alikuwa amejiandaa kukihama, huku akizuiwa kuingia kwenye chama alichokuwa amepanga kujiunga nacho. Mlango wa kutoka umefungwa na mlango wa mbadala umefungwa kwa kufuli. Ni hali si hali, ila Sifuna lazima avumilie. Wakati huo huo, kambi ya Linda Mwananchi ambayo hapo awali ilionekana kuwa na ramani ya kisiasa iliyo wazi, sasa inaonekana kutafuta mwelekeo mpya. Siasa zinaweza kuwa mchezo mgumu sana, hasa pale ambapo mpango wa A na mpango wa B vinavyoshindwa kwa wakati mmoja. Mwana mtakatifu zaidi wa Sugoi atawazwa kuwa rais wa Kenya kwa muhula wa pili Agosti ijayo. Kenya ina furaha, Afrika ina furaha tele, na dunia nzima imejaa furaha isiyo na kifani. Ni hali si hali. Sasa kile ambacho Rais Ruto alikuwa amepania sana kufanikisha, na sasa amefanikishwa. Kitu cha kwanza, alilenga kusambaratisha ODM ndiye iwe rahisi yeye kunyakua nafasi tena ya urais kwa awamu ya pili. Lengo kuu lilikuwa kwamba ni kuwatenganisha ili yeye atawale, jambo ambalo limefanyika. Mwisho wa siku ataamua kwenda kwa Ruto. Kwa hivyo huenda Edwin Sifuna akaenda kwa Ruto ili kujifariji na kuwania nafasi yake bora.